Na mtazamaji, karibu, ikiwa sasa hivi ni saa 1 kasoro dakika 1 saa za Afrika Mashariki, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu nikitumai kwamba siku yako imekuwa na wingi wa matumaini kama yangu ilivyokuwa. Hizi ndio baadhi ya taarifa ambazo tumezipa kipaumbele. Moses Ledama Sunkuli ateuliwa kaimu afisa mkuu wa IEBC kwa miezi 6, maandalizi ya uchaguzi mkuu yakishika kasi. Mgawanyiko wazidi kutokota katika chama cha chungwa, pesa na mkataba wa maelewano na UDA zikizua ubishi. Baadhi ya Wakenya wateta kuhusiana na utekelezaji wa makubaliano ya Rais Ruto na hayati Raila Odinga. Atutengee soko. Hata kama utakuja tutengee. Ghasia na vurumai, wafanyabiashara wakipinga kuondolewa kutoka kwenye ardhi ya soko huko Ruai, Nairobi. Na mtazamaji, karibu, mwenzangu Wilson Ochuka ambaye yuko tayari kwa taarifa hizi kwa ishara. Mtazamaji, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC imemteua Moses Ledama Sunkuli kama kaimu afisa mkuu wa tume hiyo kwa muda wa miezi 6. Ledama Sunkuli mwenye tajriba ya miaka 12 kwenye masuala ya uchaguzi anachukua mahala pake Marjan Hussein Marjan ambaye aliondoka siku 2 zilizopita. Mwenyekiti wa tume hiyo Erastus Ethekon amesema kuwa Sunkuli atashikilia wadhifa huo hadi pale afisa mkuu atakapoteuliwa kikamilifu. Na kama anavyoarifu mwenzetu Seth Olale, ni kwamba uteuzi wa Sunkuli ni mojawapo mabadiliko yanayofanywa IEBC, huku mchakato wa maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ukishika kasi. Siku 2 baada ya Marjan Hussein Marjan kuvua kofia la afisa mkuu wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC, tume hiyo imeanzisha mchakato wa kumteua afisa mkuu mpya kwa kumpa kazi japo kwa ukaimu Moses Ledama Sunkuli. Kabla ya kuteuliwa, Ledama alikuwa ameshikilia wadhifa wa mkurugenzi wa masuala ya uchaguzi katika tume hiyo ya uchaguzi. Ledama alijiunga na tume hiyo mwaka wa 2009 ambapo alikuwa akifanya kazi ya meneja wa uchaguzi katika maeneo bunge. Vilevile ni mkurugenzi wa masuala ya usajili wa wapiga kura na alikuwa katika mstari wa mbele kuandaa chaguzi ndogo zilizofanyika mwezi Novemba mwaka uliopita wa 2025. Ni mzoefu katika masuala ya hamasa kwa wapiga kura, usajili wa wapiga kura na usimamizi wa uchaguzi. Kwenye taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa tume ya IEBC, Ledama Sunkuli pia atakuwa na jukumu la katibu kwenye bodi ya tume hiyo. Ledama Sunkuli ambaye amesifiwa kutokana na tajriba yake ya miaka 12 katika masuala ya uchaguzi katika tume hiyo atashikilia wadhifa wa kaimu afisa mkuu kwa muda wa miezi 6 au hadi pale nafasi hiyo itakapojazwa kikamilifu. Moses Ledama Sunkuli ana shahada ya uzamili kwenye masuala ya usimamizi na shahada ya elimu uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Moi na stashahada ya usimamizi wa biashara kutoka chuo cha Kenya Institute of Management. Afisa huyo wa IEBC vilevile ana stashahada ya usimamizi bora wa demokrasia kutoka Chuo Kikuu cha Afrika Kusini na vilevile amehitimu katika mafunzo ya uongozi katika chuo cha serikali KSG. Mwenyekiti wa tume ya IEBC Erastus Ethekon aliashiria mabadiliko kwenye usimamizi wa tume hiyo yanalenga kuboresha maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao. So we've made those changes and we'll still make more. We will make sure that with the support of a reputable institution or firm that has the human resource experience, they can be able to guide us. Kulingana na sheria, kaimu afisa mkuu
Moses Ledama Sunkuli ana mamlaka ya kuendeleza shughuli zote zinazotokana na wadhifa wa afisa mkuu, zikiwemo kuwaajiri na kuachisha kazi wafanyikazi wa tume hiyo kwa ushirikiano wa bodi inayojumuisha makamishna. Kuteuliwa kwake ni hatua ya kwanza ya mchakato wa kudhibiti mpito baada ya Marjan Hussein Marjan kuondoka. Seth Olale, Runinga ya Citizen. Naye mwakilishi wa kike kaunti ya Kisumu Ruth Odinga amemtetea katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna, akisema anapigwa vita na watu wanaotaka kukinadi chama cha ODM kwa Rais William Ruto. Kupitia kwa ujumbe mtandaoni, Ruth Odinga ambaye ni dada yake aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga alidai serikali imekuwa ikifadhili mikutano ya ODM ili kuwashawishi wafuasi wake kumuunga mkono Rais Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Emmanuel To na mengi zaidi. I can state authoritatively here that the money and the resources you see being spent in those ODM rallies, the so-called underground, those monies are not coming from ODM headquarters. Where are they coming from? You will ask them. Ni kauli ya katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna katika mahojiano ya kipekee kwenye runinga ya Citizen Jumanne usiku, ambayo imeendelea kuwasha moto mitandaoni na mitaani. Ruth Odinga ambaye ni mwakilishi wa kike kaunti ya Kisumu, ambaye pia ni dada yake aliyekuwa kinara wa ODM hayati Raila Odinga, akielekea kwenye mitandao ya kijamii kumtetea Sifuna ambaye amesakamwa kooni baada ya semi zake. Ruth Odinga akiwakashifu wanaompinga katibu mkuu huyo wanaokula vinono kupitia kwa mikutano ya ODM ya Linda Ground, ambapo mamilioni ya fedha inamumunyo na wanaomuunga mkono Rais William Ruto. Ruth akitaka kujua ni nani anayelipia helikopta, mahema na tisheti za ODM ambazo zinatumika kwenye mikutano hiyo. Ruth Odinga akiwataka walio na maoni tofauti ya mfadhili wa mikutano hiyo ajitokeze, akiuliza, je, ni magavana wanaofadhili mikutano hiyo? Ni wabunge wanaofadhili? Je, tumepata mfadhili ambaye katibu mkuu wa chama hamjui? Ruth Odinga akidai serikali inafadhili mikutano hiyo ili kudhibiti na kununua chama cha ODM, akiongeza kwamba ndiyo sababu serikali haijaachilia deni la shilingi bilioni 12 ambayo ODM inaidai. Ruth aidha alikashifu baadhi ya madhila ambayo watetezi wa wanyonge chamani ODM wamepitia, akieleza namna ambavyo mbunge wa Suba North Millie Odhiambo alizomewa katika hafla moja hivi majuzi alipomtetea mwanawe Raila Odinga, Winnie Odinga. Mbunge huyo sasa ametilia shaka uaminifu wa Rais Ruto kuheshimu makubaliano ya kisiasa na ODM kabla uchaguzi mkuu ujao, akisema amefeli kutimiza mkataba wa ajenda 10 alizotia saini na Raila Odinga mwaka uliopita. The last money we expended as ODM officially was for the celebrations in Mombasa, and it was a fraction of what we saw there. Katika mahojiano na runinga ya Citizen, Sifuna alidai serikali ya Rais Ruto ilikuwa inafadhili mikutano ya ODM katika harakati za kuwashawishi viongozi wa chama kumuunga mkono katika uchaguzi mkuu ujao. Emmanuel To, runinga ya Citizen, Nairobi. Na mtazamaji, na uko ya kijiri na baadhi ya Wakenya wameelezea kutoridhishwa kwao na mwendo wa kobe wa utekelezwaji wa ajenda 10 zilizokubaliwa mwaka jana baina ya Rais William Ruto na hayati Raila Odinga. Wakizungumza jijini Kisumu, wakazi waliishtumu serikali kwa kukosa kuziba nyufa za ufisadi na badala yake kueneza semi kuhusu safari ya Singapore. Na kama anavyoarifu Laura Otieno, waathiriwa wa machafuko ya mwaka wa 2007 pia wanataka kujumuishwa katika orodha ya fidia. Huku ikiwa imesalia mwezi mmoja kabla ya maadhimisho ya kutiwa saini kwa mkataba wa ajenda 10 baina ya Rais Ruto na hayati Raila Odinga, semi za kutoridhishwa na utekelezwaji wa ajenda hizo zilisheheni katika kaunti ya Kisumu. Wakazi waliikashifu serikali kwa kubadilisha mkondo wa kupigana na ufisadi na badala yake kutoa fedha kiholela, haswa katika michango.
ya 6 kuhusu fidia kwa waathiriwa wa machafuko pia ilizungumziwa pakubwa. Kidonda cha machafuko ya mwaka 2007-2008 kilitoneshwa, huku waathiriwa wakitaka kuorodheshwa ili kupata malipo hayo. Watu walikuwa na kazi zao kule nje, na wengi tuliuawa, mali ilienda, na kuna kitu tulirudi naye. Tumechoka na kupapaswa, sisi pia tulipwe. Aidha, semi za katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna zilionekana kukata maini kamati hiyo, wakisema matamshi ya Sifuna yalikuwa ya kuwapaka tope hadharani. He rated as 0. It's very unfortunate a senior member of ODM, the Secretary General of ODM, instead of guiding and supporting this process, because we are doing this work for Kenyans. We have the capacity. We might just need to coordinate a little bit more. We might have to bring into face the sink and the psyche that we have as Kenyans to get there. Kamati hiyo itafanya vikao kote nchini kabla ya kuwasilisha ripoti yake mwezi Machi. Laura Otieno, Runinga ya Citizen. Serikali nayo imeendelea kushinikizwa kukomesha zoezi la usajili wa Wakenya kwa ajira nchini Urusi kufuatia vifo vya Wakenya kadhaa nchini humo. Familia za waathiriwa zikiwa na maswali chungu nzima baada ya kukosa maelezo yoyote kuhusu wapendwa wao waliosafiri hadi nchini humo. Shinikizo hili limetolewa kijijini Kinuri huko Mukurweini wakati wa hafla ya mazishi ya Charles Waithaka, mmoja waliofariki kwenye vita kati ya Urusi na Ukraine. Mazishi yao yakiendeshwa bila mwili wa marehemu. Kama Umangi na taarifa zaidi. Nyumbani kwa kina marehemu Charles Waithaka kijijini Kinuri huko Mukurweini, jamaa na marafiki walikongamana kumpa buriani. Hafla hii ikiendeshwa pasi na mwili wa Charles kuwepo, kwani mwili wake ungali kwenye nyanja za mapambano katika vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraini. Ibada hii ilijaa huzuni na simanzi, huku picha ya mwenda zake tu ikiwa hapa. Aidha, familia hii imetenga eneo hili maalum kama alipozikwa Charles na kuwasha mishumaa 31 kuashiria miaka aliyoishi duniani. It pains that someone is living a soft life at the expense of your sweat. May God of angels come through for us. I may not even see your remains, but I'm convinced that I have buried you. I thank God for the years. So much has changed since you have been away. Our hearts are broken into pieces, and we are all devastated. Waliofika kumpa buriani marehemu wakiwemo walionusurika vita hivyo, wakishinikiza serikali kukomesha zoezi la usajili wa Wakenya kwa ajira za Urusi, wakisema lina udanganyifu mwingi. Kama nilikuwa nimedanganywa naenda kazi ya driver, sasa kufika nikapewa training ya military, na kupewa training ya military hata ukiwaambia mimi sitaki kufanya hii kazi, nataka basi nirudi nyumbani, they force by, then wanakuforce kabisa you the front line. Is it possible for over 500 Kenyans to be duped to go to illegal recruitment without the eye of the intelligence? The Kenyan intelligence service is not aware, the Kenyan DCI is not aware, the Kenyan police is not aware. So is the president not properly briefed, or is part of this problem? Uchungu wa kumpoteza mwana kwa familia hii ukiwa ni ishara ya mahangaiko ya familia zaidi ya 70 kulingana na shirika la kutetea haki za kibinadamu la Vocal Africa. The families have been able to identify all these recruiters, both the Russian national recruiters and the Kenyan recruiters. How comes none of them have been summoned? Sikuwahi patana na Mkenya ama Muafrika mwenye ana fight side ya Ukraine, cause mimi hata sikuwahi fight na Ukraine militaries. Vitu zenye zilikuwa zinatuua na kumaliza watu ni drones and landmines. Kama Mwangi, Runinga Citizen, Mukurweini, kaunti ya Nyeri. Na makabiliano yalizuka kati ya polisi na wafanyabiashara mtaani Ruai jijini Nairobi baada ya juhudi za kuondoa katika eneo lilotengewa ujenzi wa barabara kutibuka. Wafanyabiashara walifunga barabara ya Eastern Bypass wakipinga kuhamishwa hadi pale soko jipya litakapojengwa. Aidha, wanadai ardhi iliyotengwa kwa ujenzi wa soko imetekwa na wahuni na kwamba hakuna soko lililojengwa. Will Lusige na taarifa hiyo.
Ndivyo hali ilivyokuwa katika eneo la Ruai, Nairobi asubuhi ya Alhamisi, maafisa wa polisi wakijitahidi kurejesha hali ya kawaida baada ya makabiliano kuzuka usiku kucha. Wafanyabiashara wa Ruai walipinga hatua ya polisi kuwafurusha hadi soko jipya ili kuruhusu mamlaka ya barabara KENHA kuendelea na ujenzi katika eneo hilo. Usiku wa saa 6 tukakuja kubomolewa na hawakutuambia hata jana tutoe vitu zetu. Wametuharibia vitu zetu zote. Mtuambie Ruai soko iko wapi? Walifunga barabara kuu ya Eastern Bypass na ile ya Kangundo, wakisisitiza kuwa hawatahama bila soko jipya kujengwa, hali iliyosababisha usafiri kuathirika na kulazimisha polisi kutumia vito za machozi. Umesikia eti wananchi wanasaidia serikali kujenga soko? President wetu anajengeanga watu soko kila town. Mbona kujangi Ruai tujengee soko? Asemi ametenga hii anatenganga, atutengee soko. Wafanyabiashara wakisema hawatahama eneo hilo, wakidai kuwa ardhi ya takriban ekari 60 iliyotengwa ujenzi wa soko jipya imetekwa na wahuni na kusalia mahame. Wameajiria wakora wamechukua soko. Hawa mama ni wakongwe. Wakitoa wale wakora soko, watu wa Ruai ni wazuri, watahama bila kusurutishwa. Mabwenyenye wanasiasa wameshikilia, wako na watu wao bado kwa ground, lakini hata ukiangalia hapa kuna vijana, na vijana wamekuja kutetea kina mama wao. Juu mama wao anasumbuka. Wafanyabiashara walirejea kuendelea na shughuli zao katika eneo la awali na kuzima kwa muda ndoto ya KENHA. Tumeamkia huzuni leo vile watu wa KENHA wamekuja mpaka na tear gas kupiga watu wa soko. Sasa ukipiga mtu ambaye anatengenezea pesa yake kwa soko, ni vibaya. Hawangetumia nguvu hiyo yote. Itaanza kujengwa on March if I'm not wrong, na progress iko sawa, na hiyo soko ikishamaliza kujengwa, the genuine traders wataweza kukuwa located hiyo soko. Huku vuta nikuvute ikiendelea katika eneo hili la soko la Ruai, wafanyabiashara wanaoendeleza shughuli zao katika soko hili wameapa kije kiangazi au mvua hawataondoka hadi serikali iwape soko jingine jipya rasmi. Willy Lusige, runinga ya Citizen, Ruai. Na tukisalia Nairobi ni kwamba polisi eneo la Kabete wanachunguza tukio ambapo mwanamume mwenye umri wa miaka 25 aliuawa kikatili na umati kabla ya mwili wake kuteketezwa. Inaripotiwa kuwa Wesley Matekwa alikuwa akielekea nyumbani baada ya kutazama mechi katika eneo la Kongo mtaani Kawangware kabla ya tukio hilo. Kulingana na taarifa, Matekwa alikabiliwa na wanawake wawili waliodaiwa kumpokonya simu yake ya mkononi, ambao walimgeuzia na kupiga mayowe wakisema alikuwa akiwaibia. Ben Kirui anasimulia zaidi. Picha na video za kutisha zilizorekodiwa katika eneo la tukio zinaonyesha dakika za mwisho za Wesley Matekwa mwenye umri wa miaka 25 aliyefariki kwa maumivu makali kufuatia shambulio la kikatili la umati wa watu. Kwa mujibu wa taarifa za awali, umati huo uliamini kuwa Matekwa alikuwa amenyakua simu ya mkononi kutoka kwa wanawake wawili tarehe 25 mwezi uliopita mwendo wa saa 4 usiku. Inadaiwa wanawake hao walipiga kelele, hatua iliyowafanya wananchi kujitokeza kwa haraka. Wesley Matekwa alishambuliwa vikali kabla ya kuteketezwa. Hata hivyo, familia yake, marafiki na wenzake kazini wamepinga vikali simulizi hizo, wakitoa maelezo tofauti kuhusu kilichotokea. Wanasema Matekwa alikuwa akielekea nyumbani kwake katika eneo la Mayas Kawangware baada ya kutazama mechi ya soka kati ya Arsenal na Manchester United katika kituo kimoja cha burudani eneo la Kongo, kilomita kadhaa kutoka hapo. Yeye alikuwa anakimbia akifuata simu yake, na sapo ndo walimtega na wakaanza kumchapa. Wesley alikatwa vibaya, alivunjwa mikono, alivunjwa miguu. Amechoma, yani amejaribu kujitetea, imeshindikana. Amejaribu kujitambulisha, imeshindikana. Very sad, so sad. Juu ameniachia hata mtoto mdogo. Mtoto ni mdogo sana, 6 months. Uchunguzi na kauli za walioshuhudia zinaashiria kuwa Matekwa huenda alikabiliwa na wanawake wawili waliodaiwa kumpokonya simu yake ya mkononi, huku mhudumu wa bodaboda akisubiri kwa mbali alipojaribu kuwafuatilia washukiwa hao. Wanawake hao waliripotiwa kupiga mayowe za kuanza kulia mwizi mwizi, jambo lililowavutia wananchi waliomshambulia vikali. Tumefanya naye kazi kampuni moja inaitwa Golden Palace Casino. Hapo alikuwa security na mimi nilikuwa cleaner. Hapo ndo tulianza kuwa marafiki. Na vile mnajua mtu yeyote ashaifanya kwa casino
tunafinyanga vidole kwa polisi, wawezi andika mtu ako na skandalo yoyote. Tumemake habits, it's like ni kama sahi boy child askizwi juu ni wasichana waliiba wakapiga nduru, iliaminika hivyo tu directly that ameibiwa. Chali hawezi piga nduru asikike, si ndio? And then another thing, si mtu mkikuja ulizeni ameiba nini. Juu sahi ni kitu inaendelea all over. Juu nimeona wase wengi wakicomplain like wezi wanakuibia za group, they scream, unakuja wewe unapigwa sasa. Polisi wanaendelea na uchunguzi ikiwa ni pamoja na kuwaita mashahidi kurekodi taarifa, kando na kuchunguza kanda za CCTV kutoka majengo ya karibu. Haya yanajiri huku maswali yakiendelea kuibuka kuhusu mazingira yaliyopelekea mauaji hayo, yaliyofufua upya wasiwasi kuhusu vitendo vya raia kuchukua sheria mikononi mwao. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Na mtazamaji, tuna imani kwamba uchunguzi ukishakamilika ukweli utabainika na haki itatendeka. Na wakazi wa kaunti ya Kirinyaga na Kericho leo wametoa hisia zao kuhusu mpango wa serikali wa kuuza 15% ya hisa za kampuni ya Safaricom kwa kampuni ya Vodacom. Katika vikao hivyo, wenyeji walitoa tahadhari kwamba serikali isitumie mbinu fiche kuwahadaa Wakenya na kufanya ufisadi katika uuzaji wa hisa hizo. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Crispin Otieno, mpango wa kuuza hisa hizo umeendelea kuzua mjadala. Mchakato wa kupokea maoni ya wananchi kuhusu uuzaji wa 15% ya hisa za serikali katika kampuni ya Safaricom inazidi kuvutia hisia mseto. Hii leo ikiwa ni zamu ya wakazi wa kaunti ya Kericho na Kirinyaga ambazo inazuia. Vikao hivyo viliandaliwa na kamati ya pamoja ya bunge kuhusu fedha na mipango na ile ya madeni ya umma na ubinafsishaji. Wakazi wakiunga mkono mchakato huo, japo wakitaka marekebisho kiasi kabla ya kuidhinishwa kwa uuzaji wa hisa hizo. As citizens of Kericho, we have said we have no objection. We are voting yes. However, we are proposing one or two amendments. One amendment, the government should sell 10%. And then allowing the citizens to buy 5%. The president has saw it fit to reduce the shares in Safaricom so that we avoid depending on loans from other countries or international monetary funds. Mwenyekiti wa kamati ya bajeti Kimani Kuria akisema ameridhishwa na idadi ya wananchi wanaojitokeza kuelezea hisia zao. We've had one of the most successful public participation exercises. We met very informed, well researched Kenyans who have given us very great ideas on this session paper number 2, the partial divestiture of Safaricom PLC to Vodacom. One, they are concerned that development that has been done by such initiatives raised before has only gone to benefit a few parts of this particular country. Hata hivyo, katika kaunti ya Kirinyaga, wenyeji walionekana kupinga uuzaji wa hisa za serikali, wakiibua maswali kadhaa kuhusu mpango huo. On my opinion, I would say these people are trying to overrule us or to use our poverty. Kama ikiwa tumefika kule mwisho hatuwezi tukakopa tena. How certain are we that after selling the shares, the named amount will be in our economy, will touch the ground man? Serikali imekuwa na 35% ya hisa katika kampuni ya Safaricom na uuzaji wa 15% unatarajiwa kutumika kufadhili miradi mbalimbali ya serikali. Vikao hivyo vinatarajiwa kuandaliwa katika kaunti 30 kote nchini. Crispin Otieno, runinga ya Citizen. Naye Rais William Ruto amewasuta wapinzani wake wa kisiasa wanaodai anatoa ahadi za uongo na kusema miradi inayotekelezwa na serikali inaonekana. Akizungumza mjini Malindi alikotoa zaidi ya shilingi milioni 126 kwa vijana chini ya mradi wa Nyota, Rais alisisitiza mradi wa Nyota ni suluhisho kwa tatizo la ukosefu wa ajira nchini. Gatete Njoroge na maelezo zaidi.
Rais William Ruto alikuwa Malindi akiwa ameandamana na kikosi kizima cha serikali kwa hafla ya kutoa fedha za mradi wa Nyota. Zaidi ya vijana 5,000 kutoka wadi 60 katika kaunti za Kilifi, Lamu na Tana River walifika. Kiongozi wa taifa akichukua fursa hiyo kuwafokea wapinzani wake wanaodai serikali inatoa ahadi za uongo. Mimi nilitoa ahadi. Wengine walikuwa wanasema huyu Ruto anasema uongo. Muko hapa leo ama hamuko? Hii pia ni uongo. Kuna watu hawana maono, hawana mpango, hawana sera, ni vitimbi, ni chuki, ni ukabila, ni ubaguzi. Hiyo ndio trademark yao. Lakini Kenya hii kwa mapenzi ya Mungu, inshallah tunaibadilisha hatua kwa hatua tukisonga mbele. Akipigia debe mradi wa Nyota, Rais Ruto amesema hii ni mojawapo ya ahadi alizotoa akitafuta uongozi. Pesa iko tayari. Hebu nione. Akiongeza kuwa miradi kama vile ujenzi wa nyumba za serikali na kazi ugaibuni zinaendelea kutoa nafasi za ajira kwa vijana. We want inclusivity. We want every young person, irrespective of their background, irrespective of the corner of the country, how remote your village is, you must get an opportunity like every other young person in Kenya who live in our cities, who live in our towns, who live in our villages. We must give them equal chance to participate in this program. Viongozi walioandamana na rais walitetea juhudi za serikali kuimarisha maisha ya Wakenya kupitia mipango kadhaa kama vile kuondoa ushuru kwa wanaopata mshahara wa chini. Malengo ya mradi ni kuhakikisha kwamba tunaongeza nafasi ya kazi kwa vijana, tunaongeza nafasi ya ajira, tunaongeza ile utaalamu wa vijana. Mradi kama huu tokea Kenya ipate uhuru hakuja kuwa na mradi kama huu wa kusaidia vijana kujiweza kujielimisha, kuweza kujiinua katika biashara. Naona wanasiasa wengine wanasema huu mradi unalenga watu wa chama fulani. Hiyo ni uongo. Hii mradi inalenga vijana wa Kenya wote. Kila wote inatoa vijana 84. Magavana wa Kilifi, Lamu na Tana River walitangaza kuondolewa kwa ada ya leseni kwa vijana waliofaidika na mradi huo, wakiahidi kuwapiga jeki kuhakikisha biashara hizo zinafaulu. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ya endelevu ya msafara wa Nyota ndio inakamilisha taarifa zetu sehemu yetu ya kwanza. Kwa sasa tutachukua mapumziko mafupi, tukirudi hizi ndio baadhi ya taarifa ambazo tutakuletea. Jamii ya Endoroisi yashinda kesi kuhusu ardhi inayohifadhi shule ya msingi ya Loromoru. Naam, karibu tena mtazamaji. Jamii ya Endorois imepata ushindi mkubwa wa kihistoria katika kesi dhidi ya serikali kuhusu kutangazwa kwa eneo kubwa la Arabal katika kaunti ya Baringo kuwa ardhi ya msitu, uamuzi ambao pia unaathiri ardhi inayohifadhi shule ya msingi ya Loromoru iliyobomolewa na huduma ya misitu Kenya KFS mwezi uliopita. Katika uamuzi uliotolewa na Jaji Millicent Odeni na wa mahakama ya mazingira ya ardhi ya Nakuru, mahakama ilibaini kuwa mchakato uliopelekea kutangazwa kwa eneo la Arabal kuwa msitu ulikuwa kinyume cha katiba na sheria kwa kukosa ushirikishwaji wa umma unaotakiwa kisheria. There was no public participation. That was issue number one. Number two was that there was no adequate consultation with the National Land Commission as required in the process of taking over community land and making it public land. What the court has ruled is what we had actually prayed for, that the land be decasseted and it should be returned back to the community. And I think that is what the court has said.
What we only want to request is that whatever the court has ruled, we want the government of the day to implement fully. Tunaambia hao wachamaa wale walihusika na hiyo maneno ya kustaki sisi ya kwamba nyinyi mkubali muridike kwa kesi ile imetupwa kwa kotini. Kwa hivyo sasa nyinyi muridike na musikilize mambo ya court. Kwa hivyo sasa nyinyi wenyewe lazima muridike na mulipe sisi karama ya hiyo hasara mumetupatia sisi. Na mtazamaji, familia na marafiki wa marehemu Padre Daniel Raphael Mureithi walikusanyika kwa misa ya wafu katika kanisa Katoliki la Ridgeways kusherehekea maisha ya mtu ambaye wengi wamemtaja kwa mwaminifu katika imani na huduma kwa Mungu. Marehemu Padre aliyefariki asubuhi ya tarehe 2 Februari mwaka huu alihudumu kama padre kwa takriban miongo 5. Alhamisi alasiri katika kanisa la Our Lady of the Rosary Catholic Church eneo la Ridgeways, jamaa na marafiki waliwasili kusherekea maisha ya marehemu Padre Daniel Raphael Mureithi aliyehudumu katika nyadhifa na parokia kadha wa kadha kwa takriban miaka 50. Jamaa zake wamemtaja kama kiongozi aliyekuwa mnyenyekevu na mwaminifu aliyemcha Mungu katika maisha yake yote. He had a way of making you feel seen, partly because he remembered birthdays, partly because he had this priestly look. We feel really left out, and we feel that the space he has left, it will never be filled. Padre Daniel Raphael Mureithi alipewa daraja la upadre tarehe 15 Agosti mwaka 1976 na marehemu Askofu Siza Gatimo wa jimbo la Nyeri. Aliongoza misa yake ya kwanza wiki moja baadaye katika kanisa Katoliki la Kangaita, akianza safari ndefu ya huduma ya uchungaji. Kwa miaka iliyofuata alihudumu katika nyadhifa mbalimbali muhimu ndani ya kanisa, ikiwemo katika ofisi ya Askofu Nyeri na baadaye kama makamu wa askofu wa jimbo la Murang'a. Pia alifanya kazi kwa miaka 5 katika sekretariati ya Kikatoliki Westlands jijini Nairobi, akichangia katika utume wa kanisa kitaifa. And was so devoted to the Holy Rosary, and nothing would distract him from his calling. He would say that his work is to pray, pray and pray. Kwa miaka 12 iliyopita pia alikuwa kasisi katika hospitali ya Mtakatifu Lourdes Mwea, ambaye aliwapa wagonjwa na familia zao faraja ya kiroho katika nyakati ngumu. Alikuwa akiugua kwa muda na alipata matibabu katika hospitali ya Our Lady of Lourdes Mwea, hospitali ya Mata jijini Nairobi na hatimaye hospitali ya AAR jijini Nairobi ambako alifariki. Padre Mureithi alikuwa akijiandaa kusherekea miaka 50 ya upadre mwezi Agosti mwaka huu. Waombolezaji wanasema ingawa sherehe hiyo haitafanyika kama ilivyopangwa, wanashukuru kwa maisha yaliyotolewa kikamilifu kwa imani, unyenyekevu na huduma kwa watu. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen. Na mtazamaji, turudi pwani ambapo shughuli za elimu, kilimo na usafiri zimeathirika katika kisiwa cha Manda, kaunti ya Lamu, kutokana na uvamizi wa wanyamapori. Wanyama hao wanaojumuisha nyati zaidi ya 500, chui, fisi na mbwa mwitu wanaohangaisha wakazi na kuvamia mashamba na shule. Wakazi hao sasa wanataka wanyama hao wahamishwe, wakisema kuwa wanaishi kwa uoga. Rahma Rashid anaarifu zaidi. Nyati wameendelea kuwa kero kwa wakazi kisiwa cha Manda. Si nyati moja bali mamia ya nyati wanaofugwa na raia wa kigeni. Leo hii kuna nyati wako hapa, leo kuna chui wako hapa, leo kuna hyena wako hapa, leo kuna mbwa mwitu wako hapa. Tunahofia watoto wakienda shule wataweza kuliwa na hawa wanyama.
Elimu shule ya msingi ya Manda pia imeathirika, shule ikifungwa kwa siku nyingi kutokana na tishio la nyati wanaoingia shuleni humo, wanafunzi walimu wakitorokea majumbani. Wanatafuta maji, tuko na majabia hapa ndani ya shule, wanyama wanakisikia harufu ya maji wanakuja mpaka shuleni. Mbuzi, kuku wamekuwa wakishambuliwa huku wakisababisha hasara kubwa ya mimea. Sasa tuko hapa, sidhani kama kuna mtu hapo na chakula nyumbani. Miaka yote si tunalima, tunaweka chakula, mpaka mvua nyingine inanyesha tuko na chakula. Sasa hatuna, kwa sababu wamekuwa wakila mahindi yetu, tukipanda wanakula, tukipanda wanakula. Sasa hata tumekufa moyo, wengine hata hawapandi kamwe. Wanakuja barabarani, hizo barabara ambazo watoto wanatembea hawawezi kutembea. Inabidi sasa wazazi waache shughuli, wafuate na watoto, wafuatane, waje mashule. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu. Naam, leo ilikuwa ni zamu wa gavana wa kaunti Nyandarua Kiari Badilisha, ambapo alikabiliwa na wakati mgumu kueleza namna ambavyo kandarasi ya ujenzi wa hospitali ya kaunti ya rufaa ya JM Kariuki huko Nyandarua ilivyochukuliwa na serikali kuu baada ya Rais William Ruto kupendekeza idara ya jeshi kuchukua majukumu ya ujenzi. Maseneta wa kamati ya uhasibu wanasema kuwa hatua hiyo huenda ikahatarisha usimamizi na umiliki wa hospitali hiyo itakapokamilika kwa sababu ya ukosefu wa stakabadhi muhimu za kuhamisha majukumu. Gavana huyo aidha alijitetea akisema serikali yake inaendelea kuandama serikali kuu kutoa stakabadhi hizo. Termination of over 1.5 billion contract. That is not a matter that requires the professional opinion of the head of procurement. Or Governor, you run a one-man show. You are the one who was doing everything. You excluded them. Chair, I started by saying that we asked for infrastructure support and it was declared. So the responsibility of procurement now went to the chair. How is discounting the honorable members, at this rate it appears we may not go beyond the gem, but it's important because it's going to lay a basis that will help us to deal with all these presidential declarations every other day. But before you even conclude, you know, we are sitting as a very serious entity, and we should hold people accountable for the statements they make before us. The head of procurement cannot come here and tell us she was relying on, you called it what, political what? No, I did not say that. You know, they have stated themselves in 16.2 that the parties acknowledge and agree that they are not relying upon any representation or statement made by other parties. Klabu ya Kakamega Homeboyz FC yaomboleza kifo cha mchezaji wao Silas Abung'ana. Na mtazamaji, tunaangalia taarifa za spoti na tanzia, ambapo klabu ya kandanda ya Kakamega Homeboyz FC inaomboleza kifo cha mchezaji wao Silas Abung'ana ambaye ameaga dunia usiku wa kuamkia leo akipokea matibabu katika hospitali kuu ya Kakamega. Nadaiwa beki huyo alipata majeraha mabaya kichwani ambayo alisababisha kifo chake baada ya kupigwa kwa kifaa butu na nduguye kufuatia mzozo baina yao katika kijiji cha Muranda, eneo bunge la Shinyalu. Abung'ana alionekana uwanjani mara ya mwisho Jumamosi iliyopita kwenye mechi ya ligi kuu baina ya Kakamega Homeboyz na Mara Sugar FC katika uga wa Bukungu mjini Kakamega. Marehemu Abung'ana pia aliwahi kuchezea klabu ya Shabana FC na Gucha Stars. Tujawahi kukombana. Sisi hatuna maneno mengi. Kwa nini unasema hata na mimi niko na mtoto wa miezi 4. Silas akajibu akasema, ulikuwa unataka aje? Ulikuwa unataka unifanye nini? Ndiye kijana akaenda kwa nyumba pole akachukua kitu kama kuni, damu inatoka. Sema kwamba tumepata shida kubwa sana katika kupoteza huyo kijana. Last game tumekuwa tukicheza hapa na Mara Sugar, amekuwa katika team na aliperform vizuri zaidi. So sisi tumepoteza, na watu kama Kakamega County, tuseme Kenya mzima pia tumepoteza. So far hatujashika, lakini tuko na familia hapa wao, sababu ni jambo ambayo ilifanyika kwa family. Lakini baadhi ya family members, isipokuwa tunaambiwa kijana yule mwenye alimpiga alitoroka.
Nam ni pole kwa ndugu, jamaa na marafiki. Na Manchester City imefuzu kwenye fainali ya mchuano wa Carabao baada ya kuilaza Newcastle kwa mabao 3-1. City itachuana na Arsenal Machi tarehe 22 uwanjani Wembley. Na mtazamaji, kufikia hapo tunakamilisha nikiwa na mwenzangu Wilson Ochuka. Mimi nasema asante kwa kuweza kutizama, lakini katika dunia sasa ni kwamba mwenye anajiangalia kwenye kioo anaangalia aliye karibu naye kumuuliza anakaaje, na aliye na saa mkononi anamuuliza mwenye simu ni saa ngapi. Rashid Abdalla ni kama alipewa